Tunakushukuru Muumbaji wetu kwa sababu ya neema yako. Umetufikisha hapa kwa sababu unatupenda. Tunakuomba utuongoze tunapoendelea na kipindi hiki, tusamehe dhambi na makosa. Tumeomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Tunashukuru Mungu kwa kila jambo. Tutaingia moja kwa moja baada ya kusumbuana na mitambo katika mada yetu jioni hii ya leo, ambayo inahusu madanganyo katika tiba za kisasa. Na natumai umesoma katika Wathesalonika wa pili 2 katika aya ya 10, ambayo huwa inasema ya kwamba kwa sababu ulikataa ukweli, basi Mungu atatuma madanganyo, na hayo kwa lugha nyingine yanaitwa delusions. Kwa sababu ya kukataa ukweli, basi kutakuwa na madanganyo ya kila aina, na mojawapo ya madanganyo hayo ni katika masuala kuhusu afya. Sasa hivi unaposikia kuna mkurupuko unaendelea, hayo pia ni mojawapo ya madanganyo, na watu ambao wamekataa ukweli kuhusu afya. Mungu amelete elimu ya afya, watu wameikataa, basi hawana budi kupokea madanganyo, na wataangamia kupitia kwa hayo madanganyo. Katika kitabu ambacho kinaitwa 5T, ukurasa wa 194 aya ya 3, 5T 194.3, huwa kinasema ya kwamba it is not safe to trust physicians who have not the fear of God before them. Ati si salama kufanya nini? Kuweka tumaini letu katika nini? Matabibu ambao hawana ndani yao kicho ama jambo la kufanya nini? Kumcha Mungu. Without the influence of divine grace, the hearts of men are deceitful above all things and desperately wicked. Ya kwamba pasipo na mguso wa neema ya Mungu, moyo wa mwanadamu usipoguswa na neema ya Mungu, utakuwa mdanganyifu kiasi cha kutisha. Sasa nataka kuuliza, je, matabibu walio katika dunia wako na neema ya Mungu? Wako na jambo la kumwogopa Mungu? Wako nalo? Tunaambiwa kwamba pasipo na mguso wa neema ya Mungu, mwachilie mwanadamu afanye pasipo kuguswa na neema ya Mungu katika mambo ya utabibu, na atakuwa mtu mwovu ajabu. Na swali ni, tiba ya kisasa unafikiria imejengwa katika neema ya Mungu? Unajua watu wanaweza fikiria hakuna mtu ninaongea naye. Wanaweza fikiria tunaongea na nyinyi kulingana na vile unaona. Je, unaona wako na mguso wa neema ya Mungu? Hapana. Kwa hivyo ni uovu mtupu. Unaendelea. Kwa hivyo tunaambiwa self-aggrandizement is their what? Is their aim. Ya kwamba kujitukuza ndiyo nia yao.
under the cover of the medical profession, what iniquities have been supported, have been concealed, and what delusions have been supported. Ya kwamba katika jambo ambalo limefichwa katika elimu ya kisasa ya matibabu, ni maovu mangapi yamefichwa na ni madanganyo mangapi yamefunikwa ama yameungwa mkono? Ni mangapi? Ama mnasema hakuna? Kuna wakati nilikuwa naamini ama nilikuwa nafikiria ndani ya kanisa hamna uongo, hadi nilipogundua kumbe kuna uongo umefunikwa na tena unalindwa. Ukiugusa, ni nini huwa kinakufanyikia mama koi? Kwa sababu kwa hapa uongo ambao umefunikwa, na sio kufunikwa tu, umelindwa, mtu asifunu. Ukienda kuufunua, ni nini kinafanyika? Hata wewe unajua kwa nini uko hapa. Exactly. Sasa hivi mambo ni hivyo hivyo. Katika siasa kuna uongo, katika biashara kuna uongo, kwa kanisa kuna uongo. Je, hospitali ndio takatifu, si ndio? Under the cover of the medical profession, what iniquities have been concealed and what delusions have been supported. The physician may claim to do what? To possess great wisdom and marvelous skill. When the character is abandoned and the practice is contrary to the laws of life, ya kwamba haijalishi wewe utaitwa profesa, uitwe daktari, uitwe mtaalam, an expert, lakini wakati tabia yako imeachana na ile ya Mungu, utakuwa unafanya mambo ambayo ni kinyume cha sheria za uzima. So the Lord our God assures us that he is waiting to be gracious. He invites to call upon him in the day of trouble. How can we turn from him and trust in our flesh? Na hivyo ndivyo ilivyo. Tumepoteza stima. Hivyo ndivyo ilivyo, ya kwamba katika masuala kuhusu afya ya mwanadamu, imefikia wakati ambako mwanadamu yeye mwenyewe ameacha kumtumainia Mungu, na sasa hivi anaamini katika mtu ambaye ni mwili na damu. Na kwa sababu hiyo, matatizo ambayo tutakuwa tunaangalia hapa yatakuwa mtego mkubwa sana kwa mtu ambaye hana imani katika Mungu na ameamini mkono wa damu na nyama. Tutakuwa tunaangalia mambo machache kuhusu madanganyo ambayo yanaendelea katika ulimwengu wa tiba, na nataka tuanzie hapa ya kwamba sayansi na uungu inatofautiana katika maana ya ugonjwa. Umeona tumeanzia mbali. Sayansi inatofautiana na Mungu ama uungu katika maana ya nini? Ugonjwa. Sasa uniambie ni wapi kwingine tutakuwa tunakubaliana? Kulingana na uungu katika kitabu cha CH page 90.1, hii ndiyo maana ya ugonjwa, ya kwamba the only hope of better things is in the education of the people in right principles. Ya kwamba tumaini la pekee
liko katika kuwafunza watu katika sheria ambazo ni za kweli. Let physicians teach the people that restorative power is not in drugs but in nature. Unaona mahali uungu na tiba ya kisasa zimepitana, ya kwamba tiba ambayo Mungu amepatiana itatokana na nini? Mambo ya asili. Tiba ambayo imesimamiwa na Mungu wa dunia hii itatokana na nini? Mungu wa dunia hii itatokana na madawa. Sawa sawa. Sikiza maana ya ugonjwa, alafu tutakombea na maana ambayo tumepatiwa na Shirika la Afya Ulimwenguni. Sasa hii yetu ishikilie vizuri. Disease is an effort of nature to free the system from conditions that result from a violation of the laws of health. Hebu sikiza. Ati ya kwamba ugonjwa ni nini? Ni jaribio la maumbile yako kuondoa ndani ya mwili wako sababu ambazo ama matokeo ya nini? Kuondoa hali ambayo ni matokeo makuasi sheria za nini? Za afya. Kwa hivyo mwili unataka kuondoa hizo sababu ambazo zilichangia zikaleta ugonjwa kwa kuharibu sheria za afya. Now, in case of sickness, the cause should be ascertained. Tunapokuwa mgonjwa, jambo la kwanza kufikiria, ugonjwa huu ulitoka wapi? Unhealthful conditions should be changed. Wrong habits corrected. The nature is to be assisted. Sikiza sasa. Free the system. The nature is to be assisted in her effort to expel impurities and re-establish right conditions in the system. Hapa ndipo upinzani huko. Ati lazima usaidie mwili kuondoa uchafu. Na usaidiaje? Lazima utumie njia ambazo nature inatupatia. Nature, maji safi, hewa safi, mazoezi, chakula kizuri, kuwa na amani ya mawazo. Usaidie mwili kuondoa uchafu. Kwa hivyo kwa ufupi ni kumaanisha ya kwamba ugonjwa ni uchafu ulio ndani ya mwili. Na mzee usianguke. Nimeona kama shingo itavunjika na nimeshtuka mpaka nikasimamisha. Kwa hivyo lazima uhakikishe ya kwamba uchafu umeondoka ndani ya mwili. Kwa hivyo kwa njia nyingine, ugonjwa kulingana na uungu ni uchafu ulio ndani ya mwili. Na tiba inatokana na nini? Na kuondoa huo uchafu. Hebu tuingie katika taasisi ambayo inashughulikia magonjwa dunia nzima na ambayo ndio inahusika na kazi ya kusema, ya kutaja ama kuyapatia jina magonjwa. So kuna the International Classification of Diseases ambayo huwa inasema huu ugonjwa ni kisukari, huu ni ugonjwa wa pressure, na inaongozwa na World Health Organization. Kulingana na wao, na utaniambia tofauti iko wapi, wanasema ya kwamba a disease is any harmful deviation from normal structure or function of the body or mind. It interferes with vital functions. It is not immediately caused by physical injury and is typically identified by specific signs and symptoms. Kwa lugha nyingine wanasema ya kwamba kukiwa na tatizo katika muundo wa mwili ama jinsi mwili unavyofanya kazi katika kiwiliwili na katika ubongo, basi
hiyo ndiyo inayoitwa ugonjwa. Wakisema ya kwamba ugonjwa huo utajulikana na kwa kuona ishara fulani, ama mgonjwa mwenyewe husema ya kwamba anahisi maumivu fulani. Na kwa hivyo kulingana na hawa, kile ambacho kinatambua ugonjwa ni ishara kama maumivu, sawasawa, kama nini? Maumivu, kufura mahali, joto, no? Aha. Kwa hivyo kuna ishara ambazo zinaonekana wazi. Kwa hivyo kulingana na hawa, tutaangalia hizo ishara ama dalili za ugonjwa, na tuangalie kama kuna viungo vimeharibika, na kama hakuna kiungo kimeharibika, basi tuangalie kama kuna dalili zozote wewe mwenyewe unasema. Kwa hivyo hiyo inapitana na hii, kwa sababu lazima tungojee ishara ziwepo kulingana na World Health Organization. Kulingana na uungu, as long as mwili wako uko na uchafu, na hata kabla hujapata hizo dalili za ugonjwa, tayari mwili uko katika hali ya ugonjwa. Na kile ambacho tunaita ugonjwa kulingana na neno la Mungu ni mwili kurejesha. Tumesoma wapi restoration? Ni wapi tumesoma restoration? Restorative power. Okay? Kwa hivyo ni hali ya mwili kujirudisha ama kujirejesha katika hali iliyokuwa sawa. Lakini kulingana na World Health Organization, wangali wanasema it's a harmful deviation. Deviation kumaanisha kitu kimeenda tofauti na inavyokubalika ama inavyopasa kuwa. Kulingana na uungu, it's an effort of nature. Ni hali ya mwili kujirejesha katika hali iliyo sawa. Kulingana na World Health Organization, it's a deviation. Na kwa sababu ni deviation ama ni upotovu wa mwili, basi lazima mwili ufanye nini? Urekebishwe. Sawa sawa. Kwa hivyo they say it's a harmful deviation. Na basi katika hilo, kama mwanzo, kama ugonjwa haukutambulika, basi itakuwa shida. Kama hatukuelewa mwili unafanya nini, basi kila mtu kulingana na vile alielewa ugonjwa ni nini, ataushughulikia tofauti. Na ndio sababu siku ya leo huwa tunasema ya kwamba, ama napenda kuuliza, je, Mama Kui, kuna ugonjwa unaitwa hypertension ama ile watu wanaita pressure, damu kupanda. Swali ni ugonjwa ama ni dalili ya ugonjwa? Kulingana na vile unaelewa. Hypertension ni ugonjwa ama ni dalili ya ugonjwa? Mama Kui anasema ni ugonjwa. Mama Mose, ni dalili. Sawa sawa. Ni dalili ya ugonjwa. Kwa hivyo kama ukisema ni ugonjwa, utaanza kuutibu mara moja kama ugonjwa. Lakini yule anajua ni dalili, atatafuta mahali ugonjwa uko. Kwa hivyo tatizo liko katika moyo, ndio sababu umepata hypertension. Kwa hivyo unataka kujiuliza, je,
ni nini inasababisha moyo wangu kuwa na shida. Ndio sababu watu wamekunywa dawa za hypertension, mwishowe wanamalizia na kitu inaitwa hypertensive heart disease, ugonjwa wa moyo, kwa sababu ulituliza dalili huku utaka kuona ile pressure ikiwa juu ni sawa, ukairudisha chini, mwishowe ukawa na heart failure. Kwa sababu hiyo, unaona uzuri wa kuelewa maana ya ugonjwa. Leo hii tunapoongea, wanasayansi wanatibu dalili za magonjwa, na dalili za magonjwa ndizo ambazo zinaitwa nini? Magonjwa. Dalili za magonjwa zinaitwa magonjwa. Kwa hivyo haya majina makubwa, diabetes, hypertension, sawa, asthma, ni dalili za magonjwa zinatibiwa. Sasa swali ni, katika mwili wa mwanadamu, kile ambacho tunaita dalili za magonjwa ni ishara za mlinzi aliye mahali ambako anaona hatari, akakuarifu ukiwa ndani ya nyumba eti ya kwamba kuko na hatari. Na kwa hivyo badala ya wewe kukabiliana na ile hatari ambayo unaambiwa kuihusu, umeanza kukabiliana na aliyekuonya, watchman. Unaona hiyo picha inaeleweka? Kwa hivyo watchman anatoa ishara, na kwa sababu umelala nyumbani kwako, labda umeudhiwa na kuamshwa kwa usingizi. Kwa hivyo badala ya kukabiliana na hatari ambaye labda ni mtu ambaye anavamia nyumba yako, umezima king'ora ambacho kinaingia kwa bedroom, umezima na umeendelea kulala. Sasa swali ni, wakati umezima, unafikiria ni nini kitafanyika? Hatari itakapoingia kwako, utaangamia katika hiyo hatari. Na hivyo ndivyo ilivyo. Nimekuwa nikiambia watu, we kunywa dawa za homa tu ni sawa. Si mwili unakuonya, unazima hizo ishara. Mwili unakuonya tena, unazima. Na unahisi vizuri sana kwa sababu umezima hizo dalili. Lakini mwishowe kabisa, huo mwili hautakuonya tena, kwa sababu umezoea kuuzima. Kwa hivyo kile kitafanyika ni ya kwamba kuna ugonjwa utachipuka ndani ya mwili ambao haukuonyi. Na kama hujui saratani inatoka wapi, inatoka kwa mtu ambaye amezima ishara zote, amepatiwa ishara zote, amezizima. Na mwishowe saratani ikianza kumea, inamea ikiwa ilifunikwa na mwenyeji. Alizima ishara zote. Kwa hivyo inakuwa bila kutoa onyo. Na ndio sababu umesikia saratani imekuwa hatari sana, kwa sababu umezoea kuzima ishara. Tuende katika sehemu ya pili. Katika ulimwengu wa kisayansi tunatofautiana katika kuelewa maana hizi mbili. Kuna physician and there is a doctor. Yesu Kristo, kulingana na kitabu ambacho kinaitwa 1 Samuel 83:2, inasema Christ has all power in heaven and earth. He is the great physician. Kwa hivyo Yesu Kristo amejitwalia jina the great physician. Hii inamaanisha nini? Tabibu mkuu. Na kuna tofauti sana ya tabibu na daktari. Upon whom we call when suffering from physical and spiritual disease.
tiba kamili ni ile ambayo itaponya roho na mwili pamoja. Over the winds and the waves and over men possessed with demons, he showed that he possessed absolute control. To him has been given the keys of death and of hell. Principalities and powers were made subject to him, even while in his humiliation. Sasa elewa kitu fulani ya kwamba tiba ya kisayansi kuna mahali haigusi, haishughulikii roho, na sehemu kubwa zaidi tutakuja kuhakikisha ambayo inafanya mwili wa mwanadamu uweze kufanya kazi ni ile pumzi ya uhai, ni roho iliyo ndani ya mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo the great physician Yesu Kristo anashughulikia afya kwa upana wake, lakini sayansi imefinya afya katika kiwiliwili na si zaidi ya hapo. Kwa hivyo jina physician limetokana na physics, na physics ni kumaanisha ya kwamba ni elimu inayochunguza vitu vyote ambavyo Mungu aliumba, viwe vidogo zaidi, tukiangalia kwa upana mazingira yake, hata nyota za mbinguni. Tunaangalia afya, tunaangalia afya kwa mtazamo mkubwa zaidi, kwa sababu tunaangazia mazingira ambamo tunaishi na vipi ambavyo mazingira hayo inaweza ikasababisha magonjwa. Sasa physics haiwezi ikawa physics kusipokuwa na nguvu ambazo zinafanya kazi katika mazingira na katika miili hii yetu, na nguvu ambazo tunaangalia ndizo zinazoiendesha dunia, na nguvu hizo ndizo zinazoziendesha mwili huu wetu. Kwa hivyo nguvu mojawapo ambayo inachangia katika afya na katika maendelezo ya uzima ni nguvu ya jua. Hiyo ni nguvu ya kwanza. Tuko na nguvu ya sauti, hiyo ni nguvu nyingine. Mzee, ningeomba usimame kwanza usivunje shingo. Unashtua kina mama hapo. Sasa nguvu nyingine, kuna nguvu ya sauti, kuna nguvu ya jua, kuna nguvu ya sumaku, kuna magnetism, kuna nguvu ya nini? Ya gravity. Hizi nguvu zote zinapofanya kazi katika mazingira zinaathiri afya zetu. Ndio sababu mtu ambaye anafanya mazoezi ndani ya nyumba, sawa sawa, na mtu ambaye anafanya mazoezi ya kufua nguo, na mtu ambaye anafanya mazoezi ya kulima shamba, hayo sio mazoezi ambayo yanaweza yakalete afya. Kwa nini? Wakati unalima shamba, je, ni wapi unatumia nguvu ya gravity kwa miguu yako? Kwa sababu tunahitaji kuteremuka ili tuweze kusaidia mifupa yetu, na tunahitaji kupanda ili tuweze kusaidia moyo wetu. Kwa hivyo mtu ambaye hufanya mazoezi sehemu iliyo tambarare hata kuwa na moyo wenye nguvu, na hata kuwa na mifupa yenye nguvu, na kinga ndani ya mwili itakuwa imedhoofika, kwa sababu hajajua ya kwamba afya nzuri imejengwa katika physics. Na ndiyo sababu Yesu Kristo anaitwa the great physician. Lakini tatizo la daktari ni hii. Maana ya kwanza ya neno daktari lilikuwa ukoroga ama
udanganyi. So ukisikia kitu something has been doctored, ujue imerogwa. Ukisikia something has been doctored, ujue imefanya nini? Imerogwa. Na hapa ndipo tunataka kuweka tofauti kubwa sana kati ya Yesu Kristo ambaye hawezi akaitwa daktari, anaitwa tabibu. Tabibu. Kwa sababu yeye hakuna kitu anaroga. Akiponya, anaponya kwa upana, mazingira pamoja na afya pamoja na roho. Kitu cha pili ni ya kwamba the term cure kwa muda mrefu, isipokuwa mambo yakabadilika baadaye, the term cure imekuwa ikimaanisha kutunza kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unatengeneza kitu na you have cured it, umefanya kidumu, kisiishe kidumu. Kwa hivyo if a doctor cures cancer, ni kumaanisha kwamba amekoroga hiyo kansa idumu kwa muda mrefu, isiishe. Umeelewa hivi? Kwa hivyo Yesu Kristo tunaposema ameponya, hatutumii neno cure, tunatumia neno heals. Kwa sababu hili inalete afya na inarejesha yule mtu katika hali yake kabla hajapata ugonjwa. So 15:26 Exodus inasema, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, because I'm the Lord that healeth thee. Sasa angalia hapa, ati sitatia mojawapo ya yale magonjwa, kumaanisha it is possible kuishi bila ugonjwa. Ama si Mungu amesema? It is possible kuishi bila nini? Ugonjwa. Tatizo la elimu ya kisasa linaambia watu ya kwamba ati lazima utayarishwe isamui unatumia dawa fulani. Wale ambao sio wagonjwa inasemekana wachanjo. Wale ambao hawatumii madawa inasemekana angalau wawe wanatumia madawa, kwa sababu dunia inaamini ya kwamba si rahisi kuishi bila ugonjwa. Na kama haujakupata unaambiwa ugonjwa utakupata. Sasa hivi masuala kuhusu Ebola ambao unasikia ni ya kutayarisha watu mawazo, wajipange kwa sababu watapata ugonjwa. Lakini Mungu anasema he will put none, kumaanisha it is possible kukaa bila ugonjwa. Kwani wana wa Israeli hawakuwa Misri? Ama walikuwa wapi? Lakini walikaa Misri bila ugonjwa. Is it possible to live in Kenya? Hata kukiwa na propaganda za magonjwa ambazo zinaenda. Is it possible to live in Kenya na not catch a disease? Is it possible? Yes. Inawezekana uwe katika hii nchi usivalie mask, utaenda kuchanjwa, lakini ubaki bila nini? Ugonjwa. Kwa sababu yule ambaye anasema is the Lord, not the one who cures you, but the Lord who heals you. Kwa hivyo msije mkaita Mungu daktari, sawa? Na mimi msiniite nini? Hilo jina niliona sio nzuri. Watu wanaweza fikiria wanakuita jina zuri, lakini hapana. Haya, tungali tunaendelea kutofautiana. Tofauti nyingine ni hii ya kwamba kuna dhana ambayo inaitwa the germ theory. The germ theory. Sasa hii germ theory nitawaambia inasema nini. Mtu ambaye anaitwa Louis Pasteur was the founding member of what we call the principle of infectious diseases. Na akasema katika hii dhana magonjwa yanaletwa na bakteria na virusi.
alafu hana adabu, ameandika kitabu mwaka wa 1861 na hii ikawa msingi wa sayansi mamboleo. Kwa hivyo leo hii wanasayansi wanaamini na tena wamewauzia hiyo imani, mumeamini the same thing, ya kwamba virusi na bakteria zinaleta magonjwa. Na sasa swali ni nani atawaokoa na hiyo imani potofu? Kwa sababu hiyo ndio sababu ukipata homa unaendea antibiotics, ndio sababu ukiwa umeambiwa H pylori unaendea dawa za kuua nini? H pylori. Na ni uongo. Na sijui nani atakuokoa. Labda uwe mtu wa kuchunguza sana. Kwa hivyo mwaka wa 1861, mwaka wa 1863 Mungu anasimamisha ujumbe wa afya katika mtumishi wake Ellen White. Na wakati hii dhana inaendelea, kumbuka Louis Pasteur na Ellen G. White ni contemporaries, kumaanisha wanapendekeza hoja zao wakati mmoja. Kwa hivyo usiniambie ati Ellen White hakusikia Louis Pasteur. Louis Pasteur amezaliwa 1822. Ellen G. White amezaliwa 1827. Sio ni marika. Huyu anapopendekeza hii, si mwingine anasikia. 1860, 1859 already Charles Darwin ameandika kitabu ambacho kinalete hoja nyingine ati ya kwamba tumetoka kwa bakteria, tumetoka kwa virusi. Miaka miwili baadaye Louis Pasteur ameandika kitabu ati magonjwa yetu yanatoka kwa bakteria na yaani huoni shetani amepanga ujumbe wake wa afya. At the same time Mungu anapendekeza ama anashauri watu wake mahali magonjwa yanatoka. Kwa hivyo nataka tusome hiki kitabu Special Testimonies B 15 tuone mtumishi wa Mungu anaambiwaje kuhusu chimbuko la magonjwa. Inasema hivi: the most exalted part of the physician's work is to lead men and women under their care to see that the cause of disease, malizia hiyo, the cause of disease ni kuvunja sheria za nini? Za afya. Sasa sitaki kusema virusi viliumbwa na Mungu, lakini nataka kusema ya kwamba hizi ni dhana tu ambayo haipo. Lakini kuhusu bakteria zipo. Naelewa hivi: Mungu alipomuumba mwanadamu, nataka kuuliza swali. Mungu alipomuumba mwanadamu, Mwanzo 2:7, alipochukua yale mavumbi, mama koi aliyasafisha kwanza, si ndio? Aliyatengeneza matope. Sasa jinsi tu unavyo tengeneza matope ya nyumba. Kwa hivyo hivi vidudu vilikuwapo katika hayo matope. Kwa hivyo mwanadamu kaumbwa na hivi vidudu vikiwa ndani ya matope. Ni sehemu yetu. Sawa sawa? Kwa hivyo shetani anataka kulaumu Mungu na kwamba vitu ambavyo uliniumba navyo ndivyo vimenisababishia nini? Magonjwa. Kwa hivyo lawama zile pale mwanzo, wakati mwanadamu anaingia katika dhambi, Mungu analaumiwa, yule mwanamke uliyenipa. Vile vidudu ulivyoniumba navyo ndivyo vimenisababishia nini? Magonjwa. Mungu anataka kuweka wazi. Hivyo kuanzia nilipoumba dunia hadi mwaka wa 1822 kabla Louis Pasteur hajazaliwa, mumekuwa na vidudu ama hamjakuwa navyo? Vimekuwa ama havijakuwa? Mtu ambaye anaishi miaka
80 ndiye amekuja kuwapotosha, kuambia vidudu viko, lakini shetani anataka kulaumu maumbaji ya Mungu. Umbile, badala ya mwanadamu yeye mwenyewe akubali amevunja sheria za afya, and to encourage them to higher and holier views of life. Sasa nikikuuliza the holier views ni gani? Kuna ugonjwa ambao humwingia mwanadamu wakati mawazo yake yamechafuka. Kwa hivyo kulingana na World Health Organization, ubongo, mawazo ambayo imechafuka, mawazo ambayo imeasi Mungu, huo si ugonjwa. Inasemekana ni haki za kibinadamu. Mawazo ambayo yamemwasi Mungu ni haki za nini? Za kibinadamu. Lakini kulingana na elimu ya kweli, mawazo ambayo yamemwasi Mungu tayari yameanza kuchukua ugonjwa ndani yake. Holier views of life. Instructions should be given that will provide an antidote, dawa, for the diseases of the soul. Ni nani anatibu hizi katika sayansi ya kisasa? The diseases of the soul. Wanasayansi wako na tibu na magonjwa ya roho hawana. As well as for the sickness of the body. Only that sanitarium will be a helpful institution where right principles are established. The physician who, knowing the remedy for the diseases of the soul and body, hapo ndipo sayansi wameacha. So, neglects the educational part of his work, will have to give an account of his neglect on the day of judgment. Strict purity of language and every word and action is to be guarded. Kwa hivyo kitu ambacho tunaita uhuru wa kuongea ama uhuru wa kusema, mtu anaongea lugha chafu anasahau ya kwamba inaharibu mwili. Uhuru wa kuongea lugha chafu ni mwanzo wa ugonjwa, lakini sayansi hiyo inaita uhuru wa kuongea ama wa kusema. So mwishowe unaona ya kwamba umeharibu roho na pia umeharibu nini? Nataka tutofautiane hapa. Katika dhana hii ya germ theory, tutaanza kuua kwa mara ya kwanza. So sasa hivi lazima tutafute dawa ambayo itaua kilicho hai. Kwa hivyo germ theory ilikuwa ndio msingi wa kutafuta madawa ya kuua hizi bakteria, sababu inasemekana ndizo zinaleta ugonjwa, basi tuziwe. Louis Pasteur pia alileta hii mbinu ya kuchemsha maziwa. Na wacha niwaambie, kama huwezi ukanywa maziwa kama hajachemshwa, achana na maziwa. Hiyo nawaambia ukweli. Kama huwezi ukanywa maziwa moja kwa moja kutoka kwa ng'ombe, wachana na maziwa. Kwa sababu huu jamaa katika mwaka huo ndio ameleta hii mbinu ya kuchemsha maziwa ili aweze kuua nini? Hizo bakteria zake. Alikuwa anasema ya kwamba mwili wa mwanadamu ni safi. Hakujua ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu na mavumbi yaliyokuwa na hivyo vijidudu. Na kwa sababu alimuumba mwanadamu na hivyo vijidudu, Louis Pasteur hakujua ya kwamba mwili wa mwanadamu ukiwa na hivyo vijidudu hawezi ukaitwa sterile. Kwa hivyo alisema ya kwamba kitu cha kwanza tuue hivyo vijidudu kwa sababu ndivyo vinavyoleta magonjwa. Alafu kitu cha pili, mtu anapokunywa maziwa achemshe. Unapochemsha maziwa unajitayarisha kwa kila aina ya shida. Kila aina ya shida. Na kuna watu wananiangalia wanajua, utajirudia tena ili tujue kama
Ninamaanisha hivi, kama huwezi ukanywa maziwa moja kwa moja kutoka kwa ng'ombe, wachana na maziwa, utajiharibu. Kwa sababu hiki ni chakula kilicho hai, na kwa sababu kiko hai na umechemsha, umekiharibu. Sasa wale watu wamefuga ng'ombe waniambie, nataka huo unakamulia ndama wako maziwa, umpatie maziwa yakiwa yamekamuliwa, uchemshe, umpatie. Atatoboa mzee? Hawezi, anakufa. Anakufa. Hiyo sasa mimi si kuambiwa. Hiyo ni kuona. Ama kondoo azae, mama yake afe, isemekane sasa utamtafutia maziwa kutoka kwa ng'ombe, kuja uchemsha haya maziwa, patia huyu mwanambuzi ama mwanakondoo. Atakufa. Ati? Hawachemshi. Kwa hivyo conditions za kunywa maziwa ni hizi: uende kwa kinena cha ng'ombe unywe direct maziwa, kwa sababu hayapasi kutoka kwa maziwa ya ng'ombe. Sasa unajua maziwa ni ada, haipaswi kutoka hapo iweko, inapaswa kunywa direct. Kwa hivyo mtu anataka kunywa maziwa, aende kwa ng'ombe, ashikilie hayo matiti, afanye nini? Anyonye. Na hakikisha kwamba ng'ombe ambaye anamnyonya ni ng'ombe ambaye hujitafutia chakula chake katika sehemu iliyo wazi, kwa sababu kama ng'ombe wako ni wa kufungiwa na unaona uchafu uko hapo, si utapata magonjwa. Kwa hivyo hii tuelewane wazi. Kulikuwa na vita kubwa sana mwaka wa 1860 kwa sababu ya hii hoja ya kuchemsha maziwa. Sasa hivi tunatayarisha kisukari na hawa watoto ambao wanapatiwa maziwa ya ng'ombe imechemshwa. Asthma ndizo hizo, allergies ndizo hizo, saratani. Immunity imeenda chini kiasi ya kwamba hawa watoto sijui wako na tezi, wako na nini, wako na kila aina ya shida. Zingine ni pneumonia ambayo inaletwa na maziwa. Pneumonia inaletwa na maziwa. Kuhara kunaletwa na maziwa. Na inatibiwa ati ni bakteria na imeletwa na maziwa. Watu wa Mungu tuelewane. Pneumonia inaletwa na maziwa na inatibiwa kama inaletwa na bakteria. Na bakteria umeziuliza nini? Kuhara kunaletwa na maziwa na inatibiwa kama nini? Na hapo ndipo wanasayansi sasa wamepata mahali pa kuleta chanjo za pneumonia, chanjo za kuhara, chanjo za typhoid, na ni maziwa. Kwa hivyo Louis Pasteur anasema ya kwamba mwili wa mwanadamu ni safi ndani. Mwanadamu hajaumbwa na matope na vijidudu, na kwa hivyo lazima tuue vidudu vilivyo ndani yake, kwa sababu hivyo ndivyo vinachangia nini? Magonjwa. Tukaingia katika hatari kubwa sana. Sasa kulingana na mtumishi wa Mungu Counsels on Health, tunaambiwa hivi. Sijui nimeenda wapi. Nirudi mahali nilikuwa. Ni hapo. Kwa hivyo hapo tumetoka. Kwa hivyo kulingana na hii germ theory ya Louis Pasteur, kukaja mtu mwingine mwaka wa 1928. Jina lake ni Alexander Fleming. Na sasa nataka nione kama tuko pamoja. Alexander Fleming akawa anafanya utafiti na hii bakteria. Alafu akawa ameenda likizo, na aliporudi akakuta ya kwamba kile kijisahani ambako alikuwa anafuga hii bakteria, sehemu moja ya hicho kijisahani bakteria zimekufa. Kuangalia juu akaona kumbe
kuna mahali koga inadondoka, fungus. Na kwa hivyo dawa ya kwanza ambayo inaitwa penicillium, yaani koga ilikuwa inaitwa Penicillium notatum, lakini dawa ya kwanza inaitwa penicillin, ikajengwa ama ikatengenezwa kutokana na koga ama sumu iliyoua bakteria. Kwa hivyo shetani anajua kuweka kadi zake vizuri, anajua ameanza wapi, anajua anaelekea wapi. So the first drug ambayo itakuja kutia nguvu dhana ya Louis Pasteur iliitwa antibiotic. Antibiotic ni kumaanisha inaua. Biotic ni life, anti-life, inayo haribu nini? Uzima, anti-life. Na antibiotic ya kwanza ikaitwa penicillin. Sasa madawa yote yamechukua ambayo yanaitwa antibiotics yamejengwa katika hii sumu inaitwa koga. Na kwa sababu vitu vyote ambavyo Mungu aliviumba, ameviumba kwa material ambayo imetolewa kwa mchanga. Sisi zote pamoja na wanyama tumetolewa katika mavumbi. Elewa hivi, chochote ambacho kitaua panya, kitaua bakteria, kitaua ng'ombe, je, kitamuua mwanadamu? Exactly. Usione kitu kinaua paka useme mimi ni mkubwa kuliko paka. We jaribu. Sawa sawa. Kuna mtu alienda kuchukua maziwa akasikia ikiwa na harufu fulani. Akauliza, hii maziwa hiyo harufu imetoka wapi? Akawekea paka. Paka akakataa. Unafikiria yeye alikunywa? Paka akikataa utakunywa? Kumbe ng'ombe alikuwa amedungwa. Sawa sawa. Kwa hivyo dawa zimejengwa katika huu msingi. Sumu. Hii ni tofauti na jinsi Mungu ameumba asili yetu, hulka yetu. Kwa sababu hii haijui kuua. Elewa hivi, ya kwamba dawa hizi zinapoingia ndani ya mwili, inasemekana zinafanya kazi kulingana na mwili wa mtu mwenyewe, miaka yake, uzito wake, na kama akona afya ya viungo vingine katika mwili. Kwa hivyo dawa hazifanyi kazi kulingana na wao sawasawa, inategemea mwili wa mtu. Na hapo nitakwambia kitu fulani. Mwili wako ni tofauti na mwili wa mtu mwingine yoyote katika hii dunia. That is how special you are. Na inamaanisha vipi? Ya kwamba siku moja ukasikia ati fulani ako na malaria, na wewe uko na malaria, ukaenda kwako ukamwambia, kuna wakati umekuwa na malaria na uliniambia hukumaliza dawa, hebu nipatie hizo dawa. Wewe, let me tell you, malaria yake ni tofauti na malaria ya, na hatufanani. Wala watu ambao wanafanana mwili ndani kwa ndani ni watu wametoka katika yai moja, wanaitwa identical twins. Hao wengine wote hata kama ni ndugu yako, na ukitaka kujua hawafanani, tumejaribu kutafuta figo, mtu anahitaji figo, ndugu yake anapimwa, dada yake anapimwa, mwili hautoshani, unakata, anaambiwa tafuta mtu mwingine. Alafu
anafaulu, anatafuta, anapata, anapimwa, inaonekana pia hazilingani. Kwa hivyo anaambiwa utachukua hii figo, lakini kuna dawa utakuwa unatumia kuzuia mwili wako uharibu hii figo ambayo umepata. Na hiyo inatukumbusha kwamba hakuna mtu anafanana na mwingine. Kumaanisha hivi, hakuna dawa za watu wote. Kwa hivyo swali ni, mbona mtu akiwa na pressure anapatiwa dawa moja na mtu mwingine aliye na pressure na mwingine aliye na pressure dawa ni moja? Hapo ndipo shida inakujia. Ati mtu akiwa na homa, anakohoa, ako na makamasi, dawa ni moja. Hapo ndipo hatari hii. Hakuna mtu anafanana na mwingine. Hata vipimo, ukienda upimwe, isemekane ati wewe kwa sababu uko na malaria utapimwa na kipimo cha mtu ambaye alipimwa malaria, ujue hiyo ni uongo. Vipimo havipaswi kuwa sawa, kwa sababu miili hii yetu ni tofauti. Kwa hivyo dawa zako hazipaswi kuwa. Kwa hivyo kama sayansi inataka kufanikisha afya, ihakikisha kwamba kila mtu ako na dawa zake. Na hiyo nakwambia nikiwa na ushuhuda mkubwa zaidi, ati hakuna mtu anayefanana na mwingine. Makosa ambayo yatafanyika, fulani alipata sukari kwa sababu ya kutofanya mazoezi, fulani alipata sukari kwa sababu ya kutumia mafuta kwa wingi, fulani alipata sukari kwa sababu hana usingizi wa kutosha, fulani alipata sukari kwa sababu ya kutumia sukari yenyewe, fulani alipata sukari kwa sababu ako na shida ya kongosho, fulani alipata sukari kwa sababu yeye hatumii maji jinsi inavyotakikana, na mtu mwingine alipata sukari kwa sababu alikunywa dawa za asma akapata sukari. Sasa unataka kutibu hao watu wote na dawa moja ya sukari? Hiyo yani unaona ikiingia ninyi naongea na nyinyi, hiyo zote ni sukari, hao wote sukari imepata. Lakini ukitumia akili mzuri watapatiwa dawa moja kweli? Hapana, haiwezekani. Fulani alipata sukari kwa sababu yeye cheki. Ni kweli kuna watu wako na depression wanapata sukari. So hivyo hivyo kwa magonjwa yote, Na wakati mmoja nitakwambia vipimo ambavyo huwa unafanyiwa kwa lab, unafikiria zinaonyesha vile ulivyo, utashangaa sana. Kwa hivyo tuelewane hapa ya kwamba kuhusu kinga iliyo ndani ya mwili wako, hakuna inayofanana na ya mwingine. Hiyo ni kumaanisha hivi, hakuna mtu anapaswa kunywa dawa moja na mwingine. Kitu kingine ni hiyo kinga haijui kuua. Mwili wa mwanadamu unatii sheria ya 6 katika sheria za Mungu 10. Inaitwaje? Usiue. Mwili wa Mungu haujui kuua. Kwa hizo bakteria huwa wenyewe hauui. Kwa sababu hauui, unafanya nini? Umetafuta ushirika na hizo bakteria. Ndio sababu mtu huzaliwa na H. pylori, mtu huzaliwa na bakteria ambayo inasemekana inalete kaswende, mtu huzaliwa na bakteria ambayo inasemekana inalete kisonono, mtu huzaliwa na bakteria ambayo inasemekana inalete pneumonia, mtu huzaliwa na bakteria ambayo inasemekana inalete meningitis. Na wamekuwa marafiki siku hizi zote hadi mwaka wa 1861 wakati mkora mmoja jina lake Louis Pasteur amekuja kuchanganya watu. Tunaona hiyo bakteria imekuwa ndani ya tumbo yako, hiyo inaitwa H. pylori. Hiyo ndio inaleta gastritis. Kwa hivyo si kula ugali na maziwa, hapana. Inaweza kuwa kula mkate
na chai asubuhi. Chai ya majani chai. Hapana, ni H pylori. Inaweza kuwa kula ukiwa umechelewa. Hapana, ni H pylori. Na watu wanapenda kuondolewa lawama. Inaweza kuwa kale ka Blueband huwa ninatumia. Hapana, ni H pylori. Inaweza kuwa ile nini smoky huwa ninakula. Hapana. Hapana, hiyo ni H pylori. Alafu unaenda ukifurahi sana kwa sababu umeruhusiwa ka smoke. Umeruhusiwa kula smoke, si ndio? Unafurahi sana. God. Kwa hivyo kitabu ambacho kinaitwa Manuscript 73/1908 kinasema hivi. The Lord has taught us that great efficacy for healing lies in the proper use of water. Ya kwamba tiba kamili ya uponyaji itatokana na matumizi mazuri ya maji. This treatment should be given skillfully. We have been instructed that in our treatment of the sick, we should, malizia hiyo, discard the use of drugs. Kwa sababu zimejengwa katika sumu yako. There are simple herbs that can be used for the recovery of the sick. Tunaziita simple herbs. Sawa sawa? Whose effect upon the system is very different from that of those drugs that poison the blood and endanger life. Zinaitwa simple herbs. Kwa sababu hazitumii pesa nyingi na huhitaji kwenda mbali na huhitaji kwenda London. Unaweza zipata huko. Kwa hivyo watu wajifunze na Raila. Unajua Raila siku zake za mwisho amesumbuliwa na diabetes, amesumbuliwa na pressure, amekuwa na shida ya moyo, akatumia dawa zikafika mwisho. Na hivyo safari yake ya mwisho wameona sasa the only option we have ni kuendea herbal medicine kule India. Kwa sababu sasa ni dawa gani tutampatia ambayo hajatumia. So wakampeleka India, na walipompeleka India ikawa mwili ulikuwa umeharibika. Sawa sawa. Raila alizimika vile tu niwekee nini moto imeisha. Moyo ulisimama. Yaani tunaweza sema alikuwa anatembea na hali marehemu. Nyinyi mlikuwa mnaona sura tu, lakini viungo vilikuwa. So simple drugs. So watu wameenda huko, wamerudi katika jeneza. Sababu ni gani? Wamekataa kutumia simple herbs. Christ never planted the seeds of death in the system. So tofauti na elimu ambayo ni ya kisayansi mambo leo, ni ya kwamba Christ never planted the seeds of death in this system. Hakuna ishara yoyote ya mauti ndani ya huu mwili. Shetani ndiye amepanda hii ya kuleta mauti. Satan planted these seeds when he tempted Adam to eat of the tree of knowledge, which meant disobedience to God. Not one noxious plant was placed in the Lord's great garden, but after Adam and Eve sinned, poisonous herbs sprang up. Ni baada ya dhambi, miche ambayo ni hatari ikachipuka. Kwa hivyo ukisoma Genesis 3 verse 18 utasikia kwamba michongoma na nini? Miiba itakuzalia. Hiyo ni Mungu alisema italetwa na shetani. Lakini hata kama ni shetani atalete, Mungu anasema hivi, michongoma na miiba itakuzalia. Nawe utatafuta Roundup, utaipulizia na kuiua. Hivyo ndivyo Mungu amesema. Mbinu ya Mungu sio kuua. Kwa sababu mbona atoe sheria usiue?
Yeye anasema miiba na michongoma itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa hivyo wewe utatafuta tiba mahali pengine. Kazi yako sio kuua. Kazi ya kuua ni ya shetani, ni ya shetani. Na kwa hivyo ukisikia dawa yoyote ambayo ishawaitengenezwa, haikosi kitu kinaitwa side effects. Lakini side effects sio kumaanisha ni side. Unajua side ni kumaanisha unintended. Hapana. It is called a direct effect. Kwa sababu aliyezitengeneza alikuwa anajua ziko na madhara. It's not a side effect. It is a designed effect. Haya, tuingie katika hoja nyingine kuhusu maambukizi ya magonjwa. Na hapa pia Mungu na shetani wanapitana. Kwa hivyo tiba ya kweli na tiba ya kisasa zinapitana. Kwa hivyo kulingana na wanasayansi wanasema nini? Disease transmission is the process by which pathogens, yani vitu ambavyo vinaleta magonjwa kama virusi, dhana potovu haipo, bakteria zipo, parasites zipo, spread from an infected source to a susceptible host. This spread occurs through interconnected primary pathways, direct physical contact, Ebola, respiratory droplets, COVID, airborne aerosols, TB, contaminated objects, Ebola, food and water, cholera hizo zote, vector bite, mosquito, uongo mwingine. Sasa wanasema ya kwamba ugonjwa unaweza toka katika mnyama ukaenda kwa mwanadamu. Sasa Ebola wanasema ya kwamba kuna mtu amekula popo kule sehemu za Zaire, amekula popo wa kichaka. Ni bati. Hii mnyama inakaa haiko kwa panya, haiko kwa ndege. Sasa alafu huyo mtu pia ikasemekana amekula nyani. Hoja tu za mchezo na sarakasi. Alafu sasa ikawa baada ya kula hivyo vitu huyu mtu ametumia mbinu gani kufanya mwenzake ambaye hakula nyani na hakula popo apate huo ugonjwa? Kwanza hakula katika sahani moja. Sawa sawa. Amekula akiwa kwa msitu. Sawa. Amekula popo. Yeye amepata ugonjwa. Sasa nataka kuuliza ni nini huyu mtu itamfanya tutembee na yeye katika matatu? Mtu ambaye amekula popo, mimi nipate Ebola. Ni nini? Alafu swali lingine ni kwa sababu sisi zote wanyama na wanadamu tumeumbwa kutoka kwa mavumbi. Hii material ni moja. Sijasikia popo wanakufa kwa Ebola. Lakini mwanadamu anakufa kwa nini? Sasa mnyama mdogo yeye hafi. Lakini imesemekana nimekula popo. Na by the way, unajua hizo lakini hawa watu wanapenda kuengage our minds. Imagine tukidiscuss mambo kama haya. Upuzi. Hebu tuachane na hiyo mambo. Tufikirie mambo ambayo ni ukweli. Unajua unaweza vutwa ukaanza kudiscuss petty things ukaachana na mambo muhimu. Okay. Ministry of Healing 276. Every form of uncleanliness tends to disease. Kwa hivyo Ebola inaletwa na ukosefu wa usafi. Na huo ni ukweli. Death producing germs abound in dark, neglected corners, in decaying refuse, in darkness, mold, and must. No dwelling should be built near stagnant water. Kwa hivyo fikiria malaria anatoka wapi? Sehemu ziko na uchafu. Malaria hailetwi na mbu. Na hiyo sijui nitasema mara ngapi.
na ninamaanisha kile ninasema, na ninajua maswali ambayo uko nayo, na ninasema tena, malaria hailetwi na mbu, na ninajua Wilson anatoka Kisumu. Ninaelewa hiyo yote, ninaelewa swali anaweza uliza, lakini still nasema malaria hailetwi na mbu. Alafu ninakungojea na hilo swali lako. Kwa hivyo the point is, magonjwa yanaletwa na uchafu, ukosefu wa lishe bora, na hii inamaanisha ukosefu wa viinilishe ambavyo ni muhimu kwa mwili, na pia kutofuata sheria za afya. Haya, tukiingia katika kukagua magonjwa, tuko na matatizo chungu nzima. Hapa napo sayansi na uungu zinapitana ni kama North and South Pole zinapitana tena, kwa sababu kulingana na wanasayansi inasemekana ya kwamba lazima upimwe ugonjwa ili tujue kama wewe ni mgonjwa. Kwa hivyo watu wanaambiwa endeni mkapimwe, jijue, jifahamu. Na kuna hata slogan ilikuwa jijue, jifahamu. Infectious disease diagnostics involve identifying specific virus, bacterium, fungus or parasite causing an illness, accurate and timely testing. Wanasema watu wapimwe mapema. Methods like PCR ambao ni upotovu mtupu, cultures ambazo hazifanyi kazi, na immunoassays. It's a fundamental effective patient management, treatment selection and outbreak tracking. Sasa nataka niwaambie kitu kimoja. Ati mwili unaweza pata maambukizi na haujui. Ati unaweza kuwa na HIV na hujui kama kuna kitu kama hicho. Huu unaitwa upotovu. Upotovu. Sasa nataka nikuulize kitu fulani. Soma nami katika Mathayo 14:35. Ambayo inasema, and when the men of that place had knowledge of him, waliposikia kwamba Yesu Kristo amefika, they sent out into all that country round about and brought unto him all that were diseased. Ati waliposikia amefika wakasema, si kwa nani huyo mtu wao ni mgonjwa, hebu ende umuite. Wakatumana huko, si fulani anakuanga mgonjwa. Walijuaje? Walitumia PCR. Walijuaje? Mbona wakaitana? Sasa mtu kama ni mgonjwa, kwani ni vigumu kujua? Lakini hawa ambao wanakuta watu wazima wametoka kwa shamba, nendeni mkapimwe. Ni nini hiyo? Wewe umepimwa? Ni vizuri kujijua. Hebu enda. Si chifu amesema ati watu mtu ametoka kwa shamba, anafanya kazi yake, amekata kuni hapo na anaambiwa mtu ni mgonjwa. Sawa. Huku ni kutumia pesa za watu, kupotezea watu wakati. Sawa. Hawa walijuaje? Na by the way, hata Marko 1:32 inasema, at even when the son did said, they brought unto him all. Ni wangapi waliletwa? Kubakisha hata mmoja. That were diseased, one. And then that were walikuwa wanajua, walikuwa na matatizo ya kiakili. Wote waliletwa. Wakati huwezi ukajua ya kwamba uko na ugonjwa, nimekuambia it is only on one condition. Umekuwa ukizima dalili za magonjwa. Na kwa sababu umekuwa ukizima dalili za magonjwa, mwili hautakuonya tena. Sasa wewe unahitaji PCR. Sasa tuingie kwa upotovu mwingine. Tuingie kwa mapotovu ni mengi, by the way, ninataja machache.
Shida za moyo Uongo mwingine ambao umekithiri katika dunia ni mambo ambayo tulifunzwa kutoka primary school all the way to high school mpaka tulipoingia katika vyuo, ati ya kwamba the heart is a pump. Ati kazi ya moyo ni kupiga damu kama pump. Makosa makubwa zaidi ni ya kwamba dawa zote ambazo watu wa pressure wanapatiwa, watu walio na shida za moyo wanapatiwa zikiwa zimejengwa katika dhana hii ati moyo it's a pump. Ati moyo hupiga damu. Unaona, wakati watu wameteka masikio wanataka kujua, unataka hebu nipatie the other options kama zio pump, kwa sababu hata mimi naamini it's a pump. Hata mimi naamini it's a pump. It is not a pump. Na by the way, unajua nimepoteza slide yangu. Wilson. Hapana, iko. Nataka tucheze hii kwanza. Na wakati tumecheza, I hope haijapotea. The normal heart has two sides, the right side and the left side, and four chambers, the top receiving chambers, or atrium, and the lower chambers, which are thick-walled pumping chambers, called ventricles. Red blood cell will come from either the superior vena cava or the inferior vena cava and enter into the right atrium. The blood then flows across the tricuspid valve to the right ventricle. Right ventricle then squeezes and injects that blood cell into a vessel called the pulmonary artery. Pulmonary artery splits into two vessels, each going to the lungs. As that red blood cell makes its way through the lung, it returns through the pulmonary veins to the left atrium. That blood is now oxygenated. It's picked up oxygen, then goes across the mitral valve into the left ventricle, which does most of the work in terms of delivery. The normal heart has two sides, a right side and a left side, and four chambers, the top receiving chambers, or atrium, and the lower chambers, which are thick-walled pumping chambers, called ventricles. Red blood cell will come from either the superior vena cava or the inferior vena cava and enter into the right atrium. The blood then flows across the tricuspid valve to the right ventricle. The right ventricle then squeezes and ejects that blood cell into a vessel called the pulmonary artery. Pulmonary artery splits into two vessels, each going to the lungs. As that red blood cell makes its way through the lung, it returns through the pulmonary veins to the left atrium. That blood is now oxygenated. It's picked up oxygen, then goes across the mitral valve into the left ventricle, which does most of the work in terms of delivery of blood flow to the body. That blood drives the circulatory system. Its primary mechanical action is to generate pressure and propel blood continuously, ensuring oxygen, nutrients, and hormones delivered to tissues while removing the waste products. Sawa. Hiyo ni hoja ya kwanza. Autonomous and a very powerful and muscular pump. Uongo wa kwanza. Uongo wa pili ni ya kwamba moyo huanzisha mapigo yake bila kutumia kugojea ubongo. Meaning its rhythmic contractions originate inside the heart within the specialized cardiac muscle tissue itself rather than relying on external nerve stimuli. Wanasema ya kwamba moyo haungojei kuambiwa na ubongo. Huo ni uongo wa pili. Uongo wa tatu ni ya kwamba the right atrium is the first chamber to receive deoxygenated. Ati moyo unapokea deoxygenated blood after it has circulated throughout the body. Watu wako na tendency ya kufikiria damu yako ambayo moyo unapokea kwanza inakuwa deoxygenated. Uongo wa tatu. Wacha niweke mambo sawa. Kwanza kabisa nataka uelewe ya kwamba moyo uko kwa kifua. Sawa. Kama Mungu alikuwa na haja
ya kufanya moyo uwe pump, anapaswa auweke mahali damu iko na tatizo la kuenda. Kwa mfano kwa miguu, kwa sababu mwanadamu akiwa amesimama hivi anahitaji moyo kwa miguu, sio hapa. Kitu cha kwanza, na hiyo ndiyo dhana ambayo inajenga kutibu hypertension. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni ya kwamba it doesn't make sense moyo uwe a pump halafu unapopokea damu inazuiliwa na vitu vinaitwa valves. Kwa hivyo moyo unapiga damu sehemu ambayo imezuiliwa. Hiyo it doesn't make sense. Halafu kawaida ya pump ni, nataka uangalie hiki kitu. Nataka uangalie moyo, damu inapotoka kwa The normal heart has two sides, a right side and a left side, and four chambers, the top receiving chambers, or atrium, and the lower chambers, which are thick-walled pumping chambers, called the ventricles. Red blood cell will come from either the superior vena cava or the inferior vena cava and enter into the right atrium. The blood then flows across the tricuspid valve to the right ventricle. The right ventricle then squeezes and ejects that blood cell into a vessel called the pulmonary artery. The pulmonary artery splits into two vessels, each going to the lungs. As that red blood cell makes its way through the lung, it returns through the pulmonary veins to the left atrium. That blood is now oxygenated. It's picked up oxygen, then goes across the mitral valve into the left ventricle, which does most of the work in terms of delivery of blood flow to the body. That blood cell is now ejected into the aorta to some organ or muscle or skin in the human body. Ujipinda ndani. Yaani unajipinda badala ya kusimama. Lakini tumegundua kitu kingine haswa katika damu. Nimejaribu kutafuta katika roho ya unabii. Roho ya unabii. Mahali popote neno pump limeandikwa halihusiani na moyo. And therefore, nabii wa Mungu ameavoid kusema damu kupigwa. Hajasema mahali popote. Interestingly, kuna mafungu ambayo inaongea kuhusu moyo na ambayo inasema ya kwamba damu hutembea. Na hiyo ndiyo kauli tutakuwa tunafuata. Kitu cha kwanza, hebu tuone vile tutapinga hizi hoja. Kutumia neno la Mungu. Kitabu ambacho kinaitwa Testimonies for the Church, volume 3, page 70, ambacho kinasema the nerves control the circulation of the blood. Sasa mtaniambia nani mtaamini hapa? Sayansi imesema it does not depend. It is autonomic. It does not depend on the nervous system. Si mtangaze msimamo. Nataka kuamini na Eric, unachukua mkondo gani? Unajua wewe umesoma hii umepitia masomo. Unataka kuchukua msimamo gani? Kolosai 2:19 inasema nini? Ni kupitia kwa ubongo mwili wote umefanya nini? Umeungamani? Sasa moyo uko hapo. Exactly. So one, the pumping of the heart is controlled by the brain. Kulingana na Biblia na roho ya unabii. Therefore the blood is, through the impression of the mind, confined to the blood vessels, and the good effects of the bath are lost. All this is because the blood is prevented by the mind and will from flowing readily and from coming to the surface to stimulate, arouse and promote circulation. Kuna kitu ambacho hamkuwa mumeelewa hapa. Kumbe hisia zako na ubongo wako zinaweza amua vile damu itatembea.
Kumbe depression inaweza lete clots. Kumbe depression inaweza lete heart attack. Kumbe depression inaweza lete stroke. Kumbe depression inaweza lete lung failure tena haraka, kwa sababu hisia zinaweza amua vile damu itatembea. Na inamaanisha nini? Do not entertain negative thoughts. Watu wa hasira, watu wa sijui complaining all the time, watu ambao wako na depression, unahatarisha damu yako kuwa na clots. So kuna kisa hapa cha mtu ambaye alikuwa anachukia kuoga. Na by the way, kuoga kutasaidia these baths. Kutasaidia mtu mmoja amefanya a very good hot bath katika moyo wa shukran na katika moyo wa kuimba. Hot bath inamsaidia. Lakini mwingine kwa sababu ya mawazo mabaya, kutokuwa na furaha, hiyo hot bath haitamsaidia. That is why Jesus is the great physician. Anaponya roho na mwili pamoja. Lakini my point is, the brain sends intelligence to the nerves of the body and the blood vessels. Your heart is a large blood vessel. Nitakwambia sababu Mungu alifanya. Kwa sababu damu ikitoka kwa mapafu inakuja through a large blood vessel, inafungiwa kwanza. Unajua ukiweka junctions kwa pump ama uweke pump, huwa inahitaji reception moja tu, halafu uhakikishe ya kwamba maji yakipigwa haitafungiwa, inaenda imetoka. Lakini kuna kitu Mungu anafanya. Damu ikitoka kwa mapafu inafungiwa kwanza. Kwa hivyo inatengeneza ama inabadilisha mkondo. Ukifungia kitu huwa kinakuja hivi, na kinatengeneza energy fulani ambayo inaitwa nguvu ya kisulisuli. Na nguvu kama hiyo ndio iliyombeba Elia kutoka hapa duniani mpaka mbinguni. Na ni sayansi ya kweli, na tena ni rahisi kuelewa, lakini inahitaji hekima kama ya Mungu, kwa sababu Mungu hakutumia chochote kutoka mbinguni kumbeba Elia. Alihakikisha tu ya kwamba upepo upande ule na upepo upande huu zikifika hapa zinakutana, na zinapokutana zinatengeneza nguvu ya kisulisu. Mshaiona hiyo? Na wakati mwingine tulikuwa tunaangalia exactly tunakuwa tunaangalia hicho kisulisuli, tunafurahia sana. Kinakuja kinabeba vitu Mungu anatumia the same principle. Damu inapotoka kwa mapafu, Mungu anaifungia, inatengeneza nguvu ya kisulisuli, na hiyo ndiyo nguvu ambayo hufanya damu itembee. Kwa hivyo inatengeneza charges kwa sababu imekwaruzana, na hizo charges inafanya damu ambayo ilikuwa imetangulia inavuta ile ambayo inafuata. So damu huenda ikivutana hivi, kuvutana kwa sababu ya hizo charges, na hizo zote zinatengenezwa katika, it's not a pump, lakini ni chombo ambacho kinatengeneza nguvu za kisulisuli ili hii damu iwe na charges. Na by the way, unajua blood vessels ni kilomita ngapi? We talk of 10,000 miles of blood vessels. Sasa hicho kiungo mumeona kinaweza piga damu izunguke huko kwote, na damu ikifika kwa mguu
inapigwa na nini ili ipande? Inapigwa na nini? Exactly. It is not a pump. Ni kitu kingine, na kwa sababu wanasayansi hawaelewi hataki kufanya nini. Lakini kitu kingine nitawaambia ni hii. Unajua, nimeangalia katika roho ya unabii na inatumia the word heart kumaanisha hapa na hapa at the same time. Now that tells you something ya kwamba jinsi unavyofikiria hapa, hivyo ndivyo moyo wako ulivyo hapa. Kwa hivyo mtu aliye na mawazo ya juu hapa, jinsi ya kufanya huu mwili, Mungu alipopulizia pumzi ya uhai, wakati alipulizia pumzi ya uhai, sitaki kusema nilikuwa hapo, lakini nataka kuimagine tu kile Mungu alifanya. Unafikiria hiyo pumzi ilitoka kwa mdomo ama kwa pua? Utaniconnectia kwa moto. Unafikiria hiyo pumzi ilitoka kwa mdomo ama kwa pua? Mungu alifanya busu ambalo kulingana na asli lazima mdomo ulingane na mdomo na pua lilingane na pua. Mimi nataka ufunge huo mdomo wako, uniambie utatoa pumzi kiasi gani na hii pua. Ukufanya nini? Unatoa kiasi gani? Ati mingi. Ufunge mdomo, upumue, ufanye. Unatoa kiasi gani? Hiyo itafufua mtu kweli? Kidogo. Na kwa hivyo pumzi ambayo Mungu alitoa kwa pua lake ni pumzi kubwa kiasi ya kwamba inatengeneza kisulisuli ambacho kitasisimua huu mwili sehemu nzima. Pumzi ambayo itaingia kwa mapafu kwanza, ikiingia kwa mapafu ipenye iende kwa moyo na itengeneze kisulisuli. Kwa sababu the first recorded movement ilikuwa movement ya hewa. Ilipoingia katika moyo ilitengeneza nguvu za kisulisuli. Na ajabu ni ya kwamba tangu wakati huo mwanadamu na damu yake imekuwa katika mwendo kwa sababu ya hicho kitendo ambacho Mungu alifanya. Kwa hivyo hiyo sio pampu. Hiyo ni kitu ambayo inafuata another law of motion ambayo inasema ukiachilia kitu kwa nguvu fulani kianze kutembea, kitaendelea kutembea vivyo hivyo milele hadi kitakapokutana na kikwazo kisimamishe huo mwendo. So hiyo inaitwa Newton's lakini haipaswi kuitwa Newton's first law of motion, inapaswa kuitwa God's law of motion. Okay? Hiyo ndio aliset. Na kwa hivyo damu iko na nguvu inaitwa nguvu ya kisulisuli. Kwa lugha ya kisayansi inaitwa vortex energy. Vortex energy. So the heart is not a pump. Obedience to your will can perform the office and cause a reaction after the birth. Skiza. Life always shows itself in action. So njia moja ya kujua ya kwamba wewe ni mzima na uko na uhai ni mwendo. Lazima uonekane ukifanya kitu fulani. Kwa hivyo how do we confirm ya kwamba mtu amekufa? Ukosefu wa mwendo.
Kwa hivyo tutasikiza mapigo, usikie moyo hautembei. Na by the way, if it was a pump, unajua pump ikipiga, we expect ikipiga maji, kasi ya maji hupungua jinsi mfereji ulivyo mbali. Ni kweli? Si ni kweli? Lakini do you know moyo ukipigia hapa, usikize pulse kwa elbow, hiyo pulse inalingana na wakati moyo umepiga, na ukishika elbow na ushike hapa kwa kiganja, utasikia hiyo pulse imepiga wakati mmoja, na ukishika hii ya mguu usikize pamoja na ya moyo zinapiga wakati mmoja. Sasa swali ni hiyo, ni pump kweli? Pump utangojea kwanza. Unauliza mtu, umemfukulia maji? Haijafika. Sawa sawa. Lakini moyo haufanyi kazi kama nini? Kama pump. Kwa hivyo inamaanisha ni nguvu nyingine, na the only way we can explain it, it's vortex energy. Hii ni nguvu ya kisulisuli, na hiyo ndiyo kitu ambayo nguvu yake itabaki kuwa sawa kuanzia wakati ilianza mpaka itakapofika. So if the heart is living, skiza, it will send the life blood to every part of the body. Sasa ukitaka kuelewa hypertension inatoka wapi, ni hapa. Kama moyo wako uko mzima, it will send the life blood to every part of the body. Kama moyo wako uko mzima, utatuma damu ambayo ni zima kila sehemu ya mwili wako. Lakini kumaanisha kama moyo wako sio mzima, basi damu ambayo itatumwa sio nzima. Those whose hearts are filled with spiritual life. Sasa niambie, are we talking of the same thing? Hearts na heart, hiyo ni kitu kimoja? Ati hii heart na ile, those whose hearts are filled with spiritual life will not need to be urged to reveal this life. Tunaongea kuhusu vitu viwili tofauti. Kuna moyo huu wa kifua na kuna lakini zinatumia neno moja, kumaanisha ya kwamba jinsi roho yako ilivyo iko na kisomo ambacho ni sawa na moyo huu. Kwa hivyo ndani ya moyo huwa uzima na ndani ya roho pia huwa na uzima, na kwa hivyo the divine life will flow forth from them in rich currents of grace. As they pray and as they speak, God is glorified. Kwa hivyo divine life. Kwa hivyo jinsi ambavyo roho yako iko na uzima wa Mungu, basi hivyo ndivyo moyo nao ulivyo na uzima wa Mungu. Kwa hivyo jambo hilo linatuhakikishia kwamba Mungu hakika alipopulizia ile pumzi ya uhai, ilienda moja kwa moja ikatengeneza nguvu, itoa nguvu ya kisulisuli. Sawa sawa. Inasema ni saa ngapi? Hatuwezi tukasoma kila kitu. Umefika saa ngapi? 27. Tufikisha hapo, si ndio? Ili tuweze kuulizana maswali, watu wasije wakaenda nyumbani na maswali mengine. Tutaweza kuyasoma wakati mwingine. Asante. Swali ama nyongeza? Uliza.